Sayansi. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tukajifunze somo linasema sayansi ya maneno kiroho. Kabla hatujaanza somo letu, tuombe. Mwenyezi Mungu, tufundishe neno lako kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Basi siku ya leo tukajifunze sayansi ya maneno kiroho. Kumbe kuna jinsi ya kutumia maneno katika upande wa rohoni na yakaleta matokeo aidha chanya au hasi. Nikikuuliza kwa siku umeongea maneno mangapi, utaniambia ni mengi sana. Na nikikwambia ikiwa maneno yako yangeandikwa kwenye kitabu, je, yule ambaye angekisoma hicho kitabu, yale maneno yangempelekea badiliko zuri au baya? Au hayo maneno yangemfundisha au yangempotosha? Kwa hiyo nimekupa swali kama hilo uweze kulitafakari. Ikiwa maneno yako unayoyaongea yangeandikwa kwenye kitabu, je, yangepotosha mtu au yangembadilisha mtu? Kwa hiyo katika maisha yako jifunze sana kuongea maneno yenye maana ambayo yanaweza kumjenga mtu kwa namna moja ama nyingine. Basi leo tuangalie sayansi ya maneno. Kuna muda kwenye maisha tunaishi matokeo ya maneno ambayo tumejitamkia. Kwa kutokujua sayansi ya maneno upande wa kiroho, kuna muda tumeishi matokeo ya maneno ambayo tumejitamkia. Sifa moja ya neno huumbika na kuwa katika uhalisia wake. Hiyo ndio sifa moja ya neno. Nakumbuka sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, na katika uumbaji Mungu alitamka na ikawa. Kwa hiyo sifa moja wapo ya neno hujiumba na kuwa halisi. Ndiyo maana unashauriwa usipende kutamka mipango mingi katika maisha yako. Maana jinsi unavyotamka ile mipango ni kama inakudai. Ni kama yale maneno yanakufuata nyuma yakidai yatimie kwenye uhalisia. Mfano, mtu anaweza akasema na leo nitafua nguo. Lile neno litamfuata kila siku, litamsumbua likihitaji lionekane kwenye uhalisia. Kwa hiyo maneno hujiumba na kuonekana katika uhalisia. Sasa tukija kwenye kipengele cha kujitamkia, hapa wengi wamekuwa wakifeli sana. Maana wengi wameangukia kujitamkia mabaya kwa sababu hawamjui Mungu anawawazia mema. Wengi wameangukia kutumia kinywa chao kama silaha ya kujishambulia wao wenyewe. Ujue kinywa ni silaha. Kwa hiyo shetani kwa kulijua hili anawafanya wanadamu watumie vinywa vyao kujishambulia wenyewe badala ya kumshambulia yeye. Unapojitamkia mabaya unajishambulia wewe mwenyewe. Pointi hii ikae akilini mwako. Mfano, umefungua biashara yako. Umefungua biashara yako nzuri na una uhakika ni biashara halali. Baada ya kufungua biashara yako, baada ujitamkie mema, unaanza kujitamkia kushindwa. Mfano, wengi huwa wanasema hivi kweli nitatoboa? Hivi kweli nitapata wateja? Hayo maneno yanahafifisha biashara yako. Hayo maneno yanahafifisha kabisa hata katika swala la uchumi wako. Lazima unapofungua biashara itamkie mema.
kwa sababu unamjua Mungu anakuwazia mema. Itamkie mema, itamkie mibaraka. Kwa hiyo tumia kinywa chako kama silaha. Sio kinywa chako kama silaha ya kujishambulia we mwenyewe. Kwa hiyo wengi wameshindwa kutumia sayansi ya maneno hata katika swala la uchumi. Amini nakwambia, unapofungua ofisi yako, itamkie mema kwa jina la Yesu. Na hayo mema yataumbika na yatakuwa kwenye uhalisia ikiwa ukiamini. Ndio maana Yesu alisema, amini amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, pasina kuwa na shaka nafsini mwake, mlima utang'oka. Kwa hiyo katika maisha yako, penda kujitamkia mema kwa sababu unamjua Mungu. Tumia kinywa chako vizuri, usitumie kinywa chako kuweza kujiangamiza mwenyewe. Katika upande wa pili kuna kukubali. Ujue kinywa kinatumika kama tuseme ni kama nini? Kinywa hutumika kukiri. Kinywa ni kiungo ambacho kinatumika kukiri. Ndio maana maandiko yanasema kwa vinywa vyao watakiri. Kwa hiyo kinywa kinatumika kukiri. Katika maisha yako, huenda hii inaweza kuwa imekuasili. Yawezekana watu wamekutamkia maneno mabaya. Wamekutamkia laana. Maana ya laana ni maneno mabaya. Wamekutamkia maneno mabaya kwenye familia yako, kwenye biashara yako, kwenye maisha yako kwa ujumla. Wengine wamesema hutatoboa. Sasa yale maneno hayatatimia. Ni mpaka wewe mwenyewe uyakiri. Ukishayakiri ukayakubali, ndipo yatatimia. Lakini ukiyakataa kwa jina la Yesu, hayatatimia. Wengi wameangukia kwenye kukiri yale maneno mabaya ambayo wanaambiwa. Mfano, mtu anaweza kaambiwa ya kwamba wewe hutoboi na akakubali ile neno. Ukilikubali, maana yake umelipa ruhusa liumbike liwe kwenye uhalisia. Kwa hiyo tumia kinywa chako kukataa laana zote kwa jina la Yesu Kristo. Kataa, usikubali. Watu wanakutamkia mabaya, yakatae kwa jina la Yesu Kristo. Umefungua biashara yako, mtu anakuja pale karibu, anaanza kusema hivi, kweli utapata wateja? Mbona biashara yako iko na hivi? Kataa kwa jina la Yesu Kristo. Mwambie kwa jina la Yesu nitapata wateja na nitauza sana. Kwa hiyo hii ni sayansi ya maneno katika upande wa kiroho. Ni somo refu sana, lakini nimeamua nilifupishe. Nimesoti point ambazo zinaweza zikakusaidia kwa namna moja ama nyingine. Katika masuala yako ya kiuchumi, tumia kinywa chako. Utafutaji wako wa hela usifanane na watu wa mataifa. Ikiwa unamjua Yesu, kuna namna hata uchumi wako utautafuta kwa maarifa ya kimbingu zaidi. Ingia ofisini mwako, tamka jina la Yesu. Kwa jina la Yesu wateja watakuja. Kwa hiyo ni wewe tu kuweka mazingira yako vizuri, kujizatiti vizuri, kumwomba Mungu akupe akili nzuri ya kuweza kuendesha biashara yako, ya kuweza kuendesha familia yako, ya kuweza kuendesha mambo yako yote. Kwa hiyo nimewaambia haya ili yakawasaidie. Asubuhi unapoamka, tamka ahadi za Mungu. Usiku unapolala, zitafakari ahadi za Mungu. Hakika utaona matokeo makubwa sana, hasa katika swala lako la imani. Mungu awabariki sana kwa kusikiliza somo hili kwa jina la Yesu Kristo. Amina.